Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajab na muujiza wa mti huu unaofahamika kwa jina la mkangalakumbozi. Watu wa kanda ya Ziwa, mti huu wanauita mtunduru. Waganga magwiji wa kanda ya Ziwa, Shinyanga, Tabora, kule Urambo, Nzega, mti huu ni mujarab sana. Lakini watu wa Tanga, mti huu unafahamika kwa jina la msisimisi. Wale waganga magwiji wa Tanga, mti huu wanaufahamu kwa jina la msisimisi. Mti huu unatumiwa sana na magwiji, wale waganga magwiji wa karne zilizopita na karne zilizopo. Je, mti wa mkangalakumbozi unaufahamu wewe? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kumuua mchawi, anemloga, anemfanyia hasadi, anemfanyia sihiri, anahitaji afe, njoo wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Kabla ya kuja katika mti huu, kaa kwanza siku 7 bila kushiriki tendo la ndoa. Baada ya hapo, koga, vua viatu vyako, piga magoti katika mti huu, tia nia: ewe Mwenyezi Mungu, hujawahi kuumba kitu pasina kuwa na sababu, na wewe Mwenyezi Mungu ndio upo juu ya sababu. Kupitia mti huu wa mkangalambozi na kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naenda kumuondosha adui yangu atakayenifanyia ubaya wa aina yoyote. Utachukua gome, utakata mti huu wa mkangalakumbozi, gome lake hili kama hivi, kisha toboa katikati, tengeneza azma, uwe unavaa tu hapa na uzi wako. Unanuia: mchawi wote atakayetaka kuniloga mimi leo afe, mtu wote atakayenikusudia kwa ubaya afe. Basi hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndivyo takavyo kuwa. Haya ni maajabu na muujiza wa mti huu wa mkangalakumbozi. Ukitaji kumhamisha mtu dhalim, mtu adui, yani mtu anayekufanya hasadi na kufanya sihiri, unamtaka ahame katika mazingira anayoishi, akafilisike, awe maskini mbwa, awe na mkosi, awe na nuksi, awe kama mtoto anavyolelewa, hata kama alikuwa ni tajiri kwa kiasi gani, na yeye awe ni mtu fedhuli, awe ni mtu maskini mbwa kachoka. Chukua mzizi huu wa mkangalakumbozi, sawa andika jina lake la yule mtu dhalim anekusumbua. Tafuta kitambaa cheusi, unaweza kaandika kupitia makapeni au karatasi au kupitia kalamu nyekundu, ukaandika ukafunga na kitambaa cheusi. Nenda katika kaburi la mtoto, kwamba ewe fulani bin fulani uliyezikwa hapa, wewe ni mtoto, nataka huyu fulani bin fulani limuandika jina lake, na yeye maisha yake yawe ya dhiki, yawe ya mitihani, ashindwe hata kupata riziki ya kula, awe kama mtoto kama ulivyokuwa wewe hapa, awe kama mtoto, alishwe kama ulivyokuwa unalishwa na wazazi wako, unahudumiwa na wazazi wako. Nahitaji nyota zake zife kama ulivyokufa hapa, nahitaji riziki zake zife, mipango yake ife. Unachimbia katika ile kaburi la mtoto, unaondoka. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama kweli yule mtu alikuwa ni dhalim, ni mtu adui kwako, atakuwa ni maskini mbwa kachoka, atarudi kwa wazazi wake kule walipo. Kama walikufa au wapo hai, basi ataenda kulelewa naye, na kama hawajafa, basi atakuwa ni maskini mbwa, atakuwa kama ni mtoto anaombaomba, hata riziki atakosa, hata kama alikuwa ni tajiri atafilisika. Haya ni maajabu na muujiza wa mti huu wa mkangalakumbozi. Mti huu gome lake ukilikata, ukapata ule usembe wake, ukaunguza, ukapata ule unga wake kama jivu hivi, sawa, ule usembe wake mweusi, unaweza ukatengeneza kinga ya kuilinda familia yako nzima katika vita za kichawi, vita za mashetani, vita za mizimu wabaya. Utaandika majina ya familia yako yote, ya watoto, ya wake zako, na wewe mwanaume unaweza kujiandika vile vile. Kama lilivyokuwa ile jivu la mkangalakumbozi limekuwa jivu. Mtu yeyote atakayemtongoza mke wangu asimuone na asikubaliwe. Mtu yote atakayemloga mke wangu au mtoto wangu afe. Unafunga na kitambaa cheusi, unahifadhi pale unapopafahamu wewe mhusika mzazi. Hakika mtu yoyote akitaka kumloga mkeo, awe mchawi au shetani anataka kumfuatilia mkeo au watoto wako, atakufa yeye mwenyewe. Utasikia fulani yuko hoi pale. Haya ni maajabu na muujiza wa mti huu wa mkangalakumbozi.
Ukihitaji kumtia ukichaa adui, mtu anayekufanya hasadi, anakufanya sihiri, anakufanya uchawi, anakukwamishia mipango yako, au mtu aliyekudhulumu haki yako, unahitaji kumtia ukichaa, au fulani anakuloga, unataka nao kumkomesha, umtie ukichaa. Ili gome la mkangala kumbozi, ule usembe wake utwange upate unga au aidha uchome, sawa Tembea katika mazingira ambayo unaamini katika haya mazingira wapo machizi. Yule chizi atakachokiacha kile kitambaa chake au bwanga lake lile, utaenda utalichukua pale yule chizi atakapokuwa ameondoka, sawa. Andika jina la yule mtu, nataka fulani bin fulani, andika jina lake. Kama ufahamu unaandika jina la mke mzazi, unaandika. Kama ufahamu unaandika Hawa, sawa au unaandika na picha yake, unaweza kuchukua kama unaenda kuisafisha, unaandika, unaweka saini ya Hatam Suleiman, unachukua dawa ya mkangala kumbozi kama alivyokuwa huyu chizi. Nilipochukua bwanda lake na mimi nafunga kupitia bwanda lake, nataka fulani bin fulani akawe chizi kama alivyokuwa yule chizi. Unaenda unatupa pale ulipomkuta yule chizi, alipoondoka, alipochukua ile bwanga lake unalitupa pale, basi hakika yule mtu atakuwa ni chizi, sawa yule adui yako. Na pia kama una mtoto akusikilizi, hakutii, ni mwenye fedha nyingi sana, lakini hakuheshimu wewe mzazi wala hakusaidii. Sasa unahitaji kumfanya mtoto wako akusaidie, umteke akili zake, fikra zake, mawazo yake, akusikiliza, kufanyia unachokitaka. Au aidha mke aidha mume ana fedha lakini hataki kukusaidia, au unataka umweke chini yako akusikilize, umpige limbwata likomolo, sawa. Andika jina lake na unga huo mkombolo kumbozi, funga na kitambaa cheusi. Nataka mtoto wangu anisikilize, anitii na niheshimu, na mke wangu anisikilize, anitii na niheshimu, au mume wangu. Basi ndivyo itakavyokuwa, lakini hifadhi sehemu ambayo unayo ifahamu. Haya ni maajabu na muujiza wa mti wa mkangala kumbozi. Mti huu una mambo mengi sana na una miujiza mingi sana na una siri nzito kubwa sana ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka ndani yake. Kama unavyoona mti ukija ukiukuta unakuwa kama umefungamana hivi. Kazi yake ni kufunga watu maadui, kuwafunga maadui. Wale waganga magwiji hawawezi kukosa mti huu kwa ajili ya kujikinga na vita za kishetani na vita za kichawi. Mti huu ukiweka kinga katika nyumba yako, ukazindikia pande 4 ule usembe wake, hakuna mchawi wa kuingia. Mtu atakuja kwa uzuri, akija kwa ubaya atakufa. Ukinuia afya atakufa. Haya ni maajabu na muujiza wa mti huu wa mkangala kumbozi. Mti huu una mambo mengi na una siri nzito, lakini siri zingine acha nibaki nazo mimi mwenyewe, ila kwa wakati mwingine kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanijalia wasaa, uzima na afya njema, nitakuja kuelezea kwa urefu zaidi. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetani, uwe mtu wa mafanikio. Umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa mafanikio. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho, elimu za miti pamoja na mimea? Unahitaji kuwa mtu wa mafanikio kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na Daktari Musa? Usisite kubonyeza namba
alama ya jumlisha 255784120592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.